Bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele, na wewe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi tunamulika kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Al Ahly kwenye mchezo wa hatua hii ya makundi, na nikiwa kwa mara ya pili baada ya mchezo wa kwanza wananchi kukubali kichapo cha mabao 2-0. Shadrack Boka ndio jina ambalo linatamkwa zaidi na wananchi. Yani kuna namna ambavyo watu wakikaa wakikusanyana na kuweza kujadili, lazima jina la Shadrack Boka liweze kutamkwa mara kadha wa kadha, kila mmoja akizungumza kwa namna yake, kila mmoja akiamua kutoa comment yake kutokana na kile ambacho ameweza kukishuhudia kwenye mchezo huo ambao umetoka kumalizika muda sio mrefu. Sasa baada ya mchezo kumalizika, unajua kumekuwa na mambo kadha wa kadha huwa yanaendelea, lakini moja kati ya kitu ambacho kimetokea uwanjani ni pamoja na kuweza kulishuhudia benchi la ufundi la Yanga likienda katikati ya uwanja na kwenda kufanya kikao kizito baada ya mchezo kuweza kumalizika kwa sare ya 1-1. Viongozi wote pamoja na wachezaji wameweza kukusanyana pale na kwenda kupeana darasa kutokana na kile ambacho kimetokea. I hope hata issue ya Shadrack Boka pia itakuwa imejadiliwa pale kwa ajili ya kuweza kumtoa wasiwasi, lakini pia kuweza kumrudisha kwenye hali ya mchezo. Unajua pale ambapo mchezaji anafanya makosa alafu muda mfupi baadaye anafanyiwa mabadiliko, kuna namna kama anakosaga confidence ya kuendelea kufanya vizuri kwenye kile ambacho amekifanya, na pia nadhani kwenye mchezo unaofuata hatoweza kuanzishwa kutokana na kile ambacho kimeweza kutokea hii leo. Kitu ambacho makocha wanafanya ni pamoja na kuhakikisha kwanza anaweza kurudisha confidence ya mchezaji, lakini pia anaendelea kumpa muda ili kuweza kusahau kile ambacho kimetokea, lakini pia counseling lazima iweze kufanyika hapo, kwa kuwa pia unajua wananchi ni moja kati ya timu ambayo huwa haina uvumilivu pale ambapo kunakuwa na vitendo ambavyo vinatokea vya kimyeyusho. Nakumbuka issue ya mtu mzima Mukoko Tonombe na John Boko baadaye akatimuliwa. Kuna issue kama ya kina Juma Shaban pamoja na Yannick Bangala kuonekana kwamba wanaitwa shakuwa bucha. Sasa watu wanaanza kupenyeza ajenda zao kisha wakapewa pia mkasi. So issue ya Boka ni issue ambayo nadhani itaenda kutazamwa kwa utofauti wa aina yake, na huenda kapewa muda pia ili kuweza kurejea kwenye kiwango chake ambacho amekuwa nacho pindi anajiunga na klabu Dar es Salaam Young Africans. So pia nimeweza kumshuhudia Engineer Harry Said akiweza kutoka uwanjani. Kuna namna ambavyo uso wake unaonyesha kabisa kuna kitu kuna kitu kinakuja, kuna kitu akijamfurahisha. Yani kuna namna ambavyo ukimtazama tu mtu usoni unajua kabisa kuna kitu ambacho kinazungumza kwenye akili yake. Najua matokeo haya hayajamfurahisha hata kidogo, licha ya kwamba ni sare ukitazama uwekezaji ambao Yanga imeweza kuwekeza kwenye dirisha hili dogo la usajili, lakini pia ukitazama kwa namna ambavyo wamekuwa wakiwa na morali kubwa kwenye uwanja wao wa nyumbani na kutafuta pia ushindi, ni jambo ambalo wamekuwa wakilipambania kwa kipindi kirefu. Tangu mwaka 2014 wananchi hawajapata ushindi katika ardhi yao ya nyumbani, wamepokea kichapo pamoja na sare. Kama nakumbuka mchezo pia wa msimu uliopita wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Pacome Zouzoua ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kulevo ule mchezo na kumalizika kwa sare ya 1-1, sare ambayo imeweza kujirudia tena kwa mara nyingine hii leo. So mambo ni mengi, muda ni mchache, ngoja tusubiri na tuone ni kitu gani ambacho kitakuja kutokea kwa upande wa wananchi, lakini pia tusubiri tuone maamuzi ambayo yatakuja kutolewa baada ya kile ambacho kimetokea kwa upande wa Shadrack Boka. Kama ataendelea kusalia kunako kikosi cha wananchi ama Engineer Harry Said atakuja kuweza kubadilisha maamuzi yake. Ukitazama pia tayari kuna sabu ya Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala. Till next time, it's PM Shot. Ni follow pale Instagram kwa jina hilo kwa unyama wote wa kimichezo, lakini pia taarifa mbalimbali za burudani pia utakuwa unazipata maeneo yale pale. Andika it's PM au andika moto unaungua na kisha unyama wote utaupata. Till next time, we film it.